Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mbuzi. Katika siku yenye mawazo kwako leo unaweza kuwa na mawazo sana. Kutojali lipi litatokea kwa mtu. Utakuwa mwenye jazba sana. Kuhisi hali ya mabadiliko katika mwili wako. Kuhisi maumivu ya tumbo baada ya kula au kunywa kitu fulani. Kufikiria kukutana na daktari wa ushauri. Nyota ya Mashuke. Kughadhabishwa na kitu. Kutamani ungesema jambo mapema. Kuhisi kama ulilipwa pesa yako lakini huna uhakika. Kuhifadhi vitu vya mtu kama ukumbusho. Kutarajia mtu atakuwa karibu na wewe ila haitokuwa hivyo. Mtu atakukumbusha jambo lenye kukupa machungu au maumivu. Kujua ukweli utakao kushtua. Maisha yako kubadilika ghafla. Tegemea kupata ulichokuwa unakihitaji. Nyota ya Ng'ombe. Mtu kurudi mapema sana tofauti na kawaida yake. Kutaka kumshangaza mtu kwa kufanya jambo la siri. Kupata hali ya maumivu ya mgongo baada ya kuinuka. Kuhudhuria darasa la ujasiriamali. Kujihisi dhaifu baada ya kushindwa kitu. Utakuwa na hali ya unyonge. Nyota ya Simba. Kuhisi mtu anakuficha jambo. Kuota ndoto nzuri itakayo kufanya uwe na amani. Kumuhisi mtu yuko na majonzi. Kupatana na mtu kuhusu jambo muhimu. Kupita sehemu na kuhisi kama unaijua. Kutoa mchango muhimu kwa mtu. Kutoyaamini sana malezi ya mtu. Maneno ya mtu hutoyazingatia. Nyota ya Mshale. Mtu anatamani kukushirikisha jambo. Kusema jambo unalolihisi. Kupita sehemu kwa haraka kutokana na hofu. Utakuwa na ukaribu na mtu. Mtu huyu atakuelezea mambo mengi kumhusu. Utapata njia au namna ya kufanya kitu. Nyota ya Punda. Kumtaja mtu sana. Kumuhisi adui yako kutokana na hali anayoionyesha kwako. Hisia kukujuza mengi ya kweli. Utamsikiliza mtu lakini hutomuelewa. Utaijua furaha ya mtu ni ya muda tu. Kutokana na watu anaowaamini si wa kuaminiwa. Kuumwa wakati wa usiku. Kupata pesa au nafasi fulani usiyotarajia. Kujihisi bahati inarudi tena kwako. Nyota ya Mapacha. Kutumia ushahidi wa kitu. Kuanza kuamini kweli jambo linawezekana. Utashughulikia jambo kwa haraka. Kuna kitu kitakachofanyika na kujihisi upande wa kichwa kugonga. Kutokea kwa mlipuko wa kitu. Mtu atakutisha. Kufikiria upendo wa mtu. Nyota ya Ndoo. Kuhisi kutapeliwa. Kutamani kulia ila baadhi yenu mtakuwa na furaha mno. Mtu kuhitaji ushauri kwa kila hatua yake anayoifanya. Kupata taarifa itakayo kuhusu katika kazi au mazingira yanayokuzunguka. Utampokea mtu kwa hali ya upendo bila kujali changamoto zake. Nyota ya Mizani. Utakuwa sawa tu. Usifikirie sana kwa vingine ambavyo si vya kweli. Kumpa mtu nafasi nyingine. Kupoteza pesa. Kutaka kuhakiki maneno ya mtu. Kumchunguza mtu. Kutumia pesa nyingi kwa ajili ya kufanikisha kitu. Nyota ya Samaki. Kupunguza masharti kwa vitu utakavyo. Kuacha kuwa na majivuno. Utaona kitu chenye kukupa hofu. Kuhisi mtu ana ubaguzi. Kufikiwa na taarifa yenye utata. Nyota ya Nge. Kumuingizia mtu pesa ila hatoipata kwa wakati. Kutafutwa na wengi kwenye mambo mazuri. Utaweka mipangilio mizuri ya kazi. Mambo yako kwa sasa kuyafanya kwa umakini na utulivu yatakuwa mazuri sana. Utakuwa na shauku ya kufanya vitu kwa haraka. Heri zitaendelea kuwa pamoja na wewe. Nyota ya Kaa. Kuijua siri yako vyema. Kupata ukweli wa kitu ulichokuwa unakihisi.
Utafuta ujumbe kwa haraka sana mtu asiuone. Kujihisi hali nzuri na hisia za moyo kukuzungumzisha. Utajua tabia za watu zinavyobadilika na kuwa makini nao. Utaridhika zaidi na cha kwako. Kujivunia kuwa wewe. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.